Wadau mnaulizia utaratibu wa kupata kazi. Kwa ujumla, ili upate kazi kwetu lazima uwe una utambulisho unaoeleweka, kwa sababu unakwenda kwenye familia za watu ambazo tunaamini kule ndio maadili yanakojengwa, tabia njema ndiko zinakojengwa. Kuna watoto wadogo ambao wanahitaji ulinzi na usalama, wanahitaji kuangaliwa vizuri. Kwa hiyo tungependa kufanya kazi na watu ambao wanaelewa yani umuhimu wa hii kazi, unyeti wa kazi yenyewe, kwamba sio kazi yani ya lele mama. Sasa hao ni lazima wawe ni watu ambao wamelelewa vizuri, ni watu ambao wametoka kwenye familia ambazo zina maadili mazuri, familia ambazo zimewalea vizuri kwenye malezi na makuzi yao, wamefundishwa heshima, wamefundishwa adabu, wamefundishwa uchapakazi, wamefundishwa kuwa wakweli, kutokuwa wadokozi, kutokuwa waongo, sio wahuni, hizo zote. So tunapata utambulisho huo unaokuhusu pamoja na wadhamini ambao ni watu wako wa karibu kabisa. Hapo tunazungumzia wazazi, tunazungumzia walezi, watu ambao wamekulia kwa karibu kiasi ambacho wakisikia kuna changamoto yoyote umepata, wako tayari kwa ajili ya kuja kutoa support Kwa hiyo hawa ni kwa watu ambao wanahitaji kazi kwa ujumla wake. Sasa kuna vitu ambavyo lazima uje navyo, vitu kama mavazi tumeainisha, lazima yawe mavazi ya heshima kwa wale ambao wana mikataba yetu wanafahamu. Tumeainisha kabisa mavazi ya kikazi, kwa sababu hata wale ambao wameajiriwa kwenye ofisi mbalimbali hawawezi kujiendea tu na mavazi wanayotaka wao. Kuna mavazi maalum unapoenda kufanya kazi ofisini, na sisi tunasema kwenye hizi nyumba zetu ni ofisini kwa hawa wanaokuja kutusaidia. Kwa hiyo kuna namna pia wanapaswa kuvaa, sio kujiachia vile wanavyotaka wao. Hapana, lazima wavae kwa mtindo ambao unaonyesha, unaashiria kweli hao wamekuja kazini na sio wamekuja kwa mambo mengine. Sasa ili uweze kupata mtiririko mzima wa vitu ambavyo tunahitaji, barua yako ya utambulisho iweje? Kwa sababu kuna watu wanakujaga na barua hapa na tunawarudisha, kwa sababu unakuta ni barua ambayo yani haiko sawa, haielezeki vizuri, haieleweki. Kwa hiyo ili uweze kujua kwenye barua yako kitu gani kiwepo na iweje, okay, contact gani zinahitajika kwenye barua ziwepo. Hata wale viongozi wanaoandikia hizo barua huwa tunapenda kuwasiliana nao. Viko vitu vingi. Piga simu zetu, piga simu za ofisini kwetu ili uweze kutumiwa message inayoonyesha vitu gani unatakiwa uje navyo, ili usije ukasahau hata kimoja. Kumbuka mradi huu unasaidia wadada Tanzania nzima. Kuna wadada wanatoka Sumbawanga, Kagera, Geita, wapi huko yani mbali na maanisha. Sasa uje na kitu ambacho hakijakamilika unaanza kupata usumbufu. Kwa hiyo ni vizuri piga simu, make sure umepata vitu vyote ambavyo vinahitajika, ili unapokuja uje ukiwa uko fresh, usije ukapata usumbufu aina yoyote. Na kwa wale ambao unaulizia namna ya kupata wadada wetu, kwa ujumla wake, kwanza sisi tunafanya, mfumo wetu ni wa kufanya kazi ndani ya mwaka mmoja mmoja. Yani dada akimaliza mwaka, kama mnaendelea, utarenew mkataba na utaendelea naye, au kama huyo anaondoka au wewe mwenyewe unasema huyu dada hapana, labda kuna vitu pia nilivumilia, naomba tu mnipe mwingine, then unafanya huduma upya. Lakini kama unaendelea, una renew. Hapa kwetu tukikupa dada sio ndio mnatokomea mnaenda huko mnapambana wenyewe. Hapana, utaratibu wetu tuliouweka, wa kwetu tuliouweka, ambao tunaona huu mfumo utatusaidia kuendesha hili gurudumu, huu mradi uendelee kuwepo na uendelee kusaidia watu wengi zaidi, kwa maana ya wadada wanaotafuta mitaji na mabosi wanaohitaji wasaidizi katika familia zao. Kwamba sisi tumeona ili huu mradi usiwepo tu siku 2-3 ukapotea kwa sababu za uendeshaji, gharama za uendeshaji hakuna, na vitu vingine kama hivyo, kila siku kwenda kuombaomba, poverty mentality, kila saa kwenda kupiga hodi unaomba. Tumetengeneza mfumo ambao utatuwezesha huu mradi uendelee kuwepo, na sasa tuna more than 10 years, miaka zaidi ya 10 tunafanya mradi huu. Manake tumesaidia maelfu ya wadada walioenda kupata mitaji, lakini na maelfu ya familia ambazo zilikuwa zinahitaji home support, wanahitaji nguvu kazi katika familia zao ili wao waweze kutoka waende kufanya shughuli zao. Sasa mfumo wetu
Kwanza unapohitaji dada unafanya booking, na unapofanya hiyo booking manake unalipa upfront kwa ajili ya kufanya order ya dada, na unapolipa hizo ndio gharama ambazo zinaingia kwenye uendeshaji wa mradi wetu. Ndio maana sisi mfumo wetu sio wa kurudisha pesa, ni mfumo wa kukufanyia replacement ndani ya kipindi chote cha mwaka. Mwaka ukiisha unatakiwa urenew mkataba, ulipie tena zile gharama za kupata huduma. Masuala ya dhamana ni issue zinazomhusu dada, masuala ya kulipa gharama za huduma hizo zinamhusu bosi. Kwa hiyo unalipa mara ya kwanza, tunakupa huduma ndani ya mwaka mmoja, mwaka ukiisha unalipa tena gharama zingine za mwaka mwingine kama unavyolipa kifurushi. Ila sema kifurushi unalipa kwa mwezi. Kifurushi sio cha channel gani? Sisi hapa bwana, hii cha kwetu ni cha mwaka, cha kukupatia dada, na dada ambaye atakuwa chini ya mradi wetu akiwa anaendelea kusimamia yale tuliyokubaliana, ambayo mengi yako kwenye mkataba. Na wanapopita hapa kituoni tunawaelekeza. Unataka kujua na waelekeza nini? Sikiliza content ninazofanya na wadada. Kuna story nyingi ambazo wadada wanaelezea kuhusu maisha yao, malengo yao, lakini kuhusu misimamo na vision ya mradi huu. Hicho kitu nakisema sana. Ukisikiliza content za wadada utasikia maono ya huu mradi. Hao wadada tunawaelekeza nini, wanatakiwa wakafanye kazi kwa kufuata kanuni zipi. Of course kanuni za kimungu, ufalme wa Mungu. Hicho kitu ndio kitu ninachohubiri hapa. Namtumikia Mungu kupitia hii huduma. Maana kila mtu ana eneo lake. Kwa watu ambao wanamjua Mungu, kwa watu ambao wanamwamini Mungu, wanajua kila mtu ana eneo lake aliloitwa. Sasa eneo ambalo sisi tumeitwa kumtumikia Mungu ni kwenye hii kazi. Tunasaidia watu, as long as shughuli yako inasaidia watu. Sisi tunasaidia wadada wanapata mitaji, tunasaidia familia zinapata wadada ambao wanakwenda kufanya kazi kwa ajili ya kuwasaidia. Ni huduma ya kimungu tayari. So cha kuwasisitiza wadada ni kwamba wafanye hizi kazi kwa uaminifu, kwa kufuata tabia za kimungu. Mtu yoyote ambaye atafanya biashara yake au kazi yake kwa kufuata principle na kanuni za kimungu yuko sahihi kabisa. Hautakwazana na mtu, itaenda vizuri kabisa. Utakuwa na tabia ambazo zinafanana na Mungu, za ukweli, za uaminifu, za uadilifu, hizo zote za upendo, hizo zote ni tabia za kimungu. Kwa hiyo sasa tumegundua kwamba kuna mabosi wana mahitaji makubwa sana. Wanataka huduma ambazo ni professional level. Lakini wamezoea kulipa kidogo. Sasa hiyo transformation ya kuwasaidia kushift mindset zenu kutoka kwenye wadada wale wa kikawaida alafu nataka kumpushi aweze kuwa professional, haiwezekani. Tumekuja na plani ya smart dada, professional na wale traditional. Na hizo price ni tofauti. Ili professional aje kwako, my dear, lazima ufungue mfuko. Na it's normal, jamani. Mwisho wa siku natafuta hela ziwarahisishie maisha. Natafuta hela zifanyeje? Ziwarahisishie maisha yenu. Kwa hiyo hakuna ubaya kuajiri dada ambaye ana ujuzi mkubwa wa kazi. Unarudi nyumbani, umetoka kazini, umetoka kutafuta pesa, it's okay, lakini rudi ukute vitu vimekaa vizuri, chakula kitamu kimepikwa, chakula kizuri, nyumba iko katika mpangilio mzuri, watoto wako vizuri. Hayo yatafanywa na mtu mwenye upeo mkubwa, mtu ambaye anajielewa, anajiongoza, yani smart and professional. So wale ambao mna struggle na wadada ni kwa sababu bado mmeendelea kubaki na mentality ile ya wadada wale wa kizamani, traditional, ambao unataka uwalipe 40, 50, 30 alafu wakufanyie kazi vile unavyotaka. Ni ngumu, ni 1 kwa 100. Sisemi hawapo, lakini ukiwabahatisha ni 1 kwa 100. Lakini ukitaka kurahisisha maisha yako, na kifaa kinachoturahisishia maisha ni pesa, ukiwalipa watu vizuri, watu watakuja watakusaidia majukumu yako. Okay? So, unapataje sasa hawa wadada? Wasiliana na simu. Piga simu zetu au tuma message, nahitaji dada, utapewa utaratibu mzima. Kama unahitaji huyo professional, smart, traditional, kwa kweli ni kama huna namna. Lakini watu ambao mnataka kuenjoy huduma ya wafanyakazi wao wa nyumbani, professional smart. Hilo ndio kundi na recommend, kwa sababu hata mimi sitaki shida. Tunatafuta hela ili ziturahisishie maisha. So why nikahangaike tena nipige kelele ofisini, kapige kelele na nyumbani? Oh please. No way.